وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وسيدنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاد الله منا وإياكم من النار. Ama baada, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu wa mji huu wa Kisumu, eneo la Manyata Arab, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kuswali salatul maghrib kwa jamaa, sio kwa ujanja wetu au kwa uwerevu wetu, isipokuwa ni kwa kudra yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tutazungumzia mada inayosema upendo wa Allah kwa waja wake. Upendo wa Allah kwa waja wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an atuambia, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kwa umbile lilikuwa zuri kabisa. Na ukimwangalia mwanadamu na ukimtizama mnyama wako tofauti kabisa. Leo kaa chini, fikiria, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pengine angemuumba mwanadamu macho angeweka kwenye kisogo, au pua akaweka kwenye mdomo akaweka kwenye goti, huyu mwanadamu angekuwa ni wa aina gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupenda na kuonyesha upendo wake kabisa kwetu. Angalia, kuna mwenzako sasa hivi yuko hospitalini, amelazwa, amewekwa oxygen. Wewe uko duniani unapumua pumzi ya Allah bure bila malipo yote. Upendo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe una nguvu zako, lakini unashindwa kutumia nguvu zako kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametupa kila njia ya sisi kuwa na maisha mazuri. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kwa umbile lilikuwa zuri kabisa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mzuri. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Mwenyezi Mungu ni mzuri na pia yuwapenda mambo mazuri. Ukiangalia mwanadamu alivyoumbwa na upendo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akipata chakula au akipata kitu lazima akipike, kiive ndio akile. Lakini kumwangalia mnyama, yuwala majani, yuwala hivi manyasi, hii yote ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfadhilisha mwanadamu. Lakini mwanadamu huyu atambui, mwanadamu huyu haoni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa neema. Na kila chochote ambacho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa, basi tambua hajakupa bure. Iko siku utarudi kwake na atakuuliza, nilikupa afya, nilikupa nguvu, nilikupa umri miaka 20, miaka 80, ulitumia vipi umri huu? Mwenyezi Mungu amekupa afya nzuri, lakini sisi hapa tuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hii afya ametupea ni kwamba sisi tuifanyie afya vizuri. Leo mwanadamu amepewa afya nzuri, siha nzuri, lakini mwanadamu yuko tayari kujidhuru kwa afya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyompa. Mwenyezi Mungu ametuumbia vitu vizuri vizuri kula. Kuna matunda, kuna embe. Ukila embe wapata vitamin. Ukila mboga wapata kitu gani? Kuna faida ukipata ukila vitu hivi. Ukila sima wapata faida. Lakini mwanadamu leo hii utashangaa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumbia vitu vizuri, lakini yuko tayari kujidhuru. Na kujidhuru vipi? Kutumia vitu ambavyo kwamba vitamdhuru afya yake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio maana akaviharamisha vitu hivi
ambavyo kwamba vitakudhuru. Leo mwanadamu yuko radhi kwenda dukani kununua kitu inaitwa sigara, na sigara yenyewe ukiangalia imeandikwa pale, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Anayekuuzia anakutahadharisha, lakini wewe uko tayari kununua na kukitumia, ila hali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa afya nzuri. Kuna kitu pengine hiyo shilingi 10 yako 20 ungeenda kununua mathalan ndizi ukala, ukapata umeingiza kitu kwa mwili tayari. Haya umenunua sigara wewe ukavuta, umeingiza kitu gani isipokuwa umejidhuru mwenyewe? Hii yote ni upendo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuumbia vitu vizuri vizuri, lakini sisi wanadamu hatutambui na hatuoni vitu hivi kama ni vizuri kwetu. Badala yake sisi tutafanya vitu opposite. Mwanadamu amepewa muda kuanzia asubuhi, ikifika saa 12 jioni zinapoingia ni wakati wa kupumzika, ni wakati wa kulala, ni wakati wa kutuliza akili. Mwanadamu huyu sasa anafanya opposite. Mchana umekuwa wakati wa kulala, usiku umekuwa wakati wa kutafuta. Ndio maana watu wengi usiku unapofika wanapata madhara kila aina. Kwa ndugu zetu, Mwenyezi Mungu awadene na waepushie mabaya barabarani, ndugu zetu bodaboda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupia time kuanzia asubuhi alfajiri, wewe tafuta, ikifika saa ngapi? Saa 12 giza zinapoingia ni time basi wewe kupumzika, kukaa na familia na kujiliwaza na kufikiria na kufanya tafakuri ya siku ya mwisho ya kiyama. Lakini mwanadamu huyu inapofika usiku sasa, yeye anasema hii ni sure deal, ni sure bet. Anachukua bodaboda yake anaenda kufidia mtaani sehemu ya 200 au sehemu ya shilingi 50, usiku inakuwa ni sehemu ya 200. Weka tamaa. Ndio pale sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa mitihani. Wambeba mtu amfikishe sehemu, mtu yule akufanyia khiana, yukupiga, yukuua, yukuibia pikipiki, alafu wasema ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Huo sio mpango wa Mwenyezi Mungu Sheikh. Ni mpango wako mwenyewe na shetani. Mwenyezi Mungu amekuwekea ratiba kuanzia saa 12 wewe mpaka saa 12 wewe tafuta hapa. Ukikosa sema alhamdulillah. Siku haikuwa yako, kesho pia ni siku. Kwa sababu riziki mafungu, leo unapata, kesho utakosa. Man la yashkuru qalila la yashkuru kathira, wama yashkuru nasa la yashkuru Allah. Wewe kama hauwezi shukuru kidogo, basi hata kingi ukipewa hauwezi kushukuru. Leo mtu yuko tayari kufanya kazi, ameona leo nimefunga na shilingi 200 na time imeisha, yuko tayari kupambana hadi afikishe 1000. Kwa nini upambane ufikishe 1000? Ndio pale sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea muda, lakini wewe una muda wa kufai, wajiongezea muda mwingine. Ndio pale sasa mwanadamu anapata maumivu, yupata hasara. Hii yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuonyesha upendo kwa wanadamu. Ametukia kila kitu kwa program, kila kitu kwa mikakati, lakini sisi tumekuwa tunavuruga mikakati hizo. Leo kana duniani hata Qur'an tuambiwa ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuogope Mwenyezi Mungu, na pale unapomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo Mwenyezi Mungu anakufungulia katika maisha yako, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubarikia katika kazi yako. Mwenyezi Mungu kutupenda na kutuwekea kila kitu kimpangilio. Leo ukiangalia duniani kuna watu sasa hivi kuna masuala ya LGBTQ. Yaani Mwenyezi Mungu amemuumba mwanamke special kwa sababu ya mwanamume. Special kwa sababu ya mwanamume. Ikifika umri wewe wakubalie utakuoa, mtafute mwanamke wa kuoa. Lakini sasa hivi tunakuwa sasa tunafanya opposite, kumbe Mwenyezi Mungu wewe haujui kazi yako. Mpaka sasa tumefika sehemu mwanamume kwa mwanamume kuoana. Sasa wakioana hawa watazaa vipi? Hayo umemuoa mwanamume mwenzako. Kwenye kumuoa mwanamume mwenzako sasa nani hapo anaenda kliniki? Nyote mna madevu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuonyesha ikram ya mwanadamu, utukufu wa mwanadamu, akaumba hiki chakula wa wanadamu, hiki chakula cha wanyama. Huyu amfaa huyu amfaa. Wewe sasa leo Mwenyezi Mungu amekuumbia mwanamke, haumtaki mwanamke, unataka mwanamume mwenzao, mwanamume mwenzako. Sasa mwanamume mwenzio huyu wamuoa, nani atakayezaa kati yenu? Nyote mna madevu. Nyote mkiongea ni bezi.
Sasa hapa ni mtihani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kukasirika na jambo hili, mpaka kuna kaumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiangamiza kaumu Lut. Na sasa hivi ndio imekithiri kabisa nchi yetu, mpaka imefika sherehe special, sherehe ya LGBTQ, watu wanasherehekea na right. Na hii yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kutuonyesha ni wakati wa mwisho umefika, kiyama kimefika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupenda Allah. Hebu angalia mwanadamu alivyoumbwa, anavyokuwa. Hal atala al-insana hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Mwanadamu huyu alivyoumbwa, ameumbwa kwa mitihani mikubwa. Mwanadamu huyu aliumbwa kwa tone la maji, aliumbwa kwa tone la maji ambalo kwa shule tunasoma. Lakini mwanadamu huyu alipoumbwa, ukiona Nabii Adam alivyoumbwa, imefika miaka mingi na Nabii Adam akawekwa tu pale mpaka yuko watu wa harufu Nabii Adam baba yetu. Lakini mwanadamu huyu akai chini akafikiria, wewe ilifikia zama wewe ulivyozaliwa ulikuwa hauwezi hata kujilisha, ulikuwa walisha vitu laini, uji, viazi ulikuwa unapondewa vinakuwa kama uji walishwa. Wewe ulikuwa hauwezi kula hata nyama, ulikuwa wewe hapo huwezi simama. Hii yote ujisahau mwanadamu kutoka sehemu gani? Umefika duniani, wajiona duniani ni sehemu pa kukaa milele. Chochote ambacho kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa atakuuliza. Wewe umepewa gari, utaulizwa ile gari yako umeitumia vipi? Wewe umepewa miguu, utaulizwa miguu yako umeifanyia kazi gani? Wewe umepewa macho haya utaulizwa macho yako ulifanya kazi gani? Wewe umepewa kila afya katika mwili wako ulipewa. Umepewa mdomo, utaulizwa mdomo wako ulifanya kazi gani? Ulipewa ulimi, ulipewa kwa kazi gani? Lakini hii yote tumekuwa tunaona kama Mwenyezi Mungu ametuumba na basi. Hakuna mwanadamu ambaye kwamba ameletwa duniani bila sababu maalum. Umeletwa duniani lazima utaulizwa. Angalia muumini mmoja huyu yuwapata zawadi kwa kuwa ni muumini. Jamaa huyu mmoja alikuwa katika barabara zake yuaenda kutafuta khairati zake, yuwatembea safari ndefu sana. Ni kisa maarufu, watu wanafahamu hiki kisa. Ametembea sehemu, bwana huyu akasikia njaa, akahisi njaa. Kutembea kuangalia pembeni, akaona nyumba hiyo. Ndani ya fence ya nyumba kulikuwa na mti wa muembe, na ule mti wa muembe kuna branch imetoka nje ya fence, na hiyo branch ilipotoka ndani ya fence kuna embe moja limening'inia liko nje ya fence. Yule bwana kwa sababu ya njaa akaamua kulitunda lile, akadima kulipiga ile embe lililoanguka, akachukua akala. Baada ya kula embe, huyu bwana ikafika nusu, amekula saidi moja, imefika nusu. Kufika nusu, yule bwana akumbuka kwamba subhanallah, hii embe ambalo kwamba nimekula sio haki yangu, inamuhusika na sijamuomba. Huu mti umepandwa na mtu, na huyo mtu aliyopanda huu mti, nimekula embe, sio haki yangu, subiri nikaombe msamaha. Yule bwana yuzunguka katika ile nyumba ina ukuta na fence kubwa. Anafika getini, anampata mlinzi, anamsalimia mlinzi, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam, naitwa fulani bin fulani, mimi ni msafiri, lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri kupita eneo hili nilikuwa nahisi njaa, na kuhisi njaa kwenye ukuta huu nikaona mti wa muembe, kuna branch ilitoka nje na kuna embe liko limetoka nje. Nikalituna lile embe nikalila. Baada ya kula lile embe nikakumbuka ilifika nusu, sio haki yangu hii embe, inanipasa nimtafute muhusika wa huu mti nimuombe msamaha. Nimefika hapa getini kutakujua muhusika yuko wapi, nimuombe msamaha kama atanisamehe. Yule bwana mwambie mimi sio muhusika, muhusika yuko ndani, mimi ni mlinzi.
Anamfungulia geti, anapita, anamuona mzee mmoja yuko kibarazani, amekaa kwenye kiti. Anafika kwa mzee yule, anamsalimia, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mzee anaitwa fulani bin fulani, kutoka sehemu fulani, mimi ni msafiri, lakini barabarani nikahisi njaa. Kuhisi njaa, nikaona katika fensi yake kuna mtu wa mwembe umetoka nje, na sijui cha kufanya. Nikaona nilitunda lile embe nikalila. Baada ya kula embe ikafika nusu, nikakumbuka hii embe sio haki yangu. Huu mti kuna mtu ameupanda, sina budi kumtafuta na muombe msamaha. Kama wewe ni mhusika wa huu mti, na kuomba mzee wangu unisame. Mzee akamtizama yule kijana, akamwambia, kijana, umekula embe langu, umekula embe kwenye mti wangu, sitakusamehe. Yule bwana kwa kuwa yajua ameingiza kitu cha haramu katika mwili wake, anahofia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Akamuuliza, kuna kitu umekila ndani ya mwili wako sio halali yako? Anamwambia mzee, niko tayari unipe adhabu aina yoyote, lakini unisamehe. Yule mzee anamwambia, siwezi kukusamehe. Yule kijana analia na kuomba msamaha, mzee nisamehe. Mzee akamwambia, siwezi kukusamehe. Mzee anaondoka na zake nyumbani kwake. Yule bwana yuko pale pale, wapiga amekaa chini, anaomba msamaha. Imefika wakati wa swala al-maghrib, mzee anaenda msikitini, yule kijana yuko pale pale, mzee nisamehe. Kijana yule anamfuata yule mzee mpaka msikitini. Baada ya swala anamfuata mzee, mzee nisamehe. Mzee amesema kusamehe. Imefika salatul isha, yule kijana yuko pale pale, hajaondoka. Mzee nisamehe. Mzee amwambia siwezi kukusamehe. Kijana yukaa pale pale usiku mzima mpaka panakucha. Imefika salatul fajri, subhi, mzee anatoka kwake yuelekea msikitini. Kijana bado anamlilia, mzee naomba unisamehe, mimi nimekesha hapa. Mzee bado siwezi kusamehe. Wamaliza kuswali, kijana amekaa pale pale. Mzee akamwita yule kijana. Kumbuka kijana huyu amekesha usiku mzima kwa kuomba msamaha, kwa sababu amekula kitu cha haramu, sio haki yake. Leo ni wangapi leo tunadhulumiana na tunakula vitu ambavyo kwamba sio halali yetu wala hatujali. Lakini kijana huyu amekula embe ambalo kwamba embe hili lilikuwa nje ya fence, alikuwa na haki na right ya kula na kisha akaondoka, wala hakuna yeyote atakayemuuliza. Lakini yuogopa kwamba ameingiza kitu cha haramu katika mwili wake. Anamwambia mzee, naomba unisamehe. Mzee akamuita tena, ndio kijana, umesema unaitwa nani? Naitwa fulani bin fulani, natoka sehemu fulani, msafiri, nikahisi njaa lakini nikaona ile embe nikalitunda, nimefika kwako, naomba msamaha. Mzee akamwambia, nitakusamehe kwa sababu umenilazimisha, nitakusamehe lakini kwa masharti. Yule kijana aliposikia atasamehewa lakini kwa masharti, akaamka na furaha. Mzee, niko tayari kwa masharti yoyote lakini unisamehe. Mzee akamwambia kijana, nitakusamehe lakini kwa masharti haya yafuatayo. Uko tayari? Kijana yule amwambia yule mzee, niko tayari unisamehe lakini mwili wangu usingie kitu cha haramu. Akamwambia sawa. Nina binti yangu mimi. Niko na binti yangu ambaye kwamba binti yangu huyu maskini ya Mungu ni kipofu, haoni. Binti yangu huyu maskini ya Mungu ni kiziwi, hasikii. Binti yangu huyu ni bubu, hazungumzi. Binti yangu huyu hana mikono. Binti yangu huyu hana miguu. Yule kijana yuko pale pale, wasikia mwisho wa siku, haya hana miguu, mimi daktari ni mtibu ama ni vipi? Amenyamaza, wasikia tu. Mzee anaelezea vitu vyote, afa akamwambia, haya mzee, binti yako huyu pole kwa mitihani. Mzee akamwambia, binti yangu huyu nataka umuoe. Ndio bora shika kichwa Mtume Muhammad. Yaani huyu mtoto msichana, yeye ni kiziwi, ni bubu, hana miguu, hana mikono. Sasa huyu nitamuoa vipi? Atapika vipi huyu? Haya itakuwaje? Lakini tunaambia kama unataka kusamehe, lazima umuoe msichana wangu. Lakini msichana wangu huyu ni kiwete, ni kiziwi, ni bubu, hana mikono, hana macho, ni kipofu. Sasa yule mjana anamwambia mzee wangu, sasa mitihani yote hii mimi nitaishi naye vipi? Akamwambia, wewe unataka msamaha, lazima muoe binti yangu. Yule kijana kwa sababu
yuogopa kitu cha haramu kwenye mwili wake. Amekula embe ambayo ni haramu, hajaiomba, yuko tayari kwa sharti hilo. Anamwambia mzee, niko tayari kwa sharti yako. Akamwambia sawa. Akaita shekhe, wakamfungisha nikah. Kumfungisha nikah, hajamuona mwanamke mwenyewe. Kisha kaambiwa, haya kijana, ushaoa mke wako yule kule nyumba kule. Mwanamke ashapewa taarifa tayari. Yule bwana yatembea, lakini yajiuliza maswali: ni kiwete, ni bubu, ni kiziwi, ni kipofu? Anaenda tena. Anatembea tena, baada ya siku anarudia maneno: ni kiwete, ni kipofu, ni kiziwi. Anatembea tena: ni kiwete, ni kipofu, ni kiziwi. Lakini bwana nimesamehewa. Yule bwana afika mlangoni kwenye nyumba, yule binti alielekezwa, anabaki na kufikiria, nikitoa salamu nani atanijibu? Haya, akinijibu pengine sawa. Nani atakayekuja kutembea aje nifungulia mlango? Sawa, ana miguu. Hasa kuja kwa akifika mlangoni atafungua vipi na hana mikono? Yule bwana akaona acha mtu salamu, tupotelea poti. Atakayenijibu huyo huyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kwanza kimya. Sasa alisema tu ni bubu. Ni bubu, nitajibu vipi huyo? Mara ya pili tena, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kimya. Nilisema ni bubu, azungumzi. Mara ya tatu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya tatu anatoa salamu, anasikia sauti nzuri ndani ya mjibu, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaa yule haamini, anakuwa kama ndo wazimu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, mara ya pili. Baada ya siku yule binti wasogea na kufungua mlango. Kufungua mlango, yule bwana amebaki na dua. Waniambiwa wewe ni kiwete, ni kiziwi, ni bubu, hana miguu, hana mikono, hazungumzi, lakini amezungumza akimtazama na kila kitu, na miguu na mikono na kila kitu. Yule bwana amwambia, wewe binti, mbona baba yako ni muongo hivyo? Babako ni muongo sana, shehe mkubwa na swali lakini muongo. Ni mzee lakini mbona mzee wake atumii vizuri? Mzee ana swali sana lakini mnafiki, muongo kabisa. Yule msana wake anamsikiza, akaambia, baba yangu sio muongo. Baba yangu sio muongo. Kivipi? Baba yako aliniambia wewe hauna macho, lakini wewe si macho nayo. Akaambia, naam, mimi ni kipofu, lakini haya macho nayatazama sio kwamba ulivyoelewa wewe. Mimi ni kipofu, lakini macho yangu hayajawahi tumika kwa kuona maasi, kwa kuona machafu, kwa kuona mambo yasiyokuwa na maana, isipokuwa macho yangu mimi hapa yanaangalia Qur'an, yanasoma Qur'an na mambo ya kheri peke yake. Ndio baba yangu alikwambia mimi ni kipofu kwa sababu sijawahi ona mambo machafu ya aina yote duniani. Akaambia, haya baba yako alikwambia, aliniambia wewe ni kiziwi au sikii? Akaambia, naam, mimi ni kiziwi, sisikii. Kwanza sisikii kwa sababu masikio yangu hajawahi kusikia muziki. Masikio yangu hajawahi kusikia matusi. Masikio yangu hajawahi kusikia kusengenya. Bali masikio yangu yanasikia adhan inapoadhiniwa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, darsa mawaidha hivi. Akaambia, Allah, haya baba yako aliniambia wewe hauna mikono uko nayo, ni vipi? Yule binti anamwambia, baba yangu alikuambia mimi sina mikono. Ni kweli sina mikono, lakini mikono ninayo. Sina mikono kwa sababu mikono yangu haijawahi tumika kwa uwezi. Mikono yangu haijawahi tumika kumuua mtu. Mikono yangu haijawahi kutumika kumdhulumu mtu. Ndio maana mimi sina mikono. Akaambia, baba yako aliniambia hauna miguu na una miguu. Naam, mimi sina miguu, lakini kwa mtazamo wa macho unanitizama na miguu. Sina miguu kwa sababu miguu yangu ikitoka nyumbani hapa ni msikitini na nyumbani. Sijawahi toka hapa nyumbani nikaenda disco. Sijawahi toka nyumbani nikaenda club. Sijawahi toka nyumbani nikaenda sehemu ya machafu, isipokuwa miguu yangu inaenda sehemu nzuri, sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu bwana kukaa chini akafikiria kwamba kwa kitendo kile ambacho kwamba amemkumbuka Mwenyezi Mungu na kuogopa kitu cha haramu kuingia katika mwili wake na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala,
na Mwenyezi Mungu anamzawadia mke mzuri, mke kama yeye, muumini kama yeye. Leo tujiangalie sisi wengi, ni mangapi tunayafanya ya kumkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo mwanadamu anasikia adhan, Allahu akbar, Allahu akbar, yuko sehemu amekaa, wala moyo wake haushtuki. Lakini tambua ndugu yangu unanisikiza, iko siku utasikia adhana na utakuwa unaitwa marehemu. Utatamani kuamka lakini hauwezi kuamka tena. Iko siku utatamani uingie msikitini lakini utaingia msikitini ukiwa kwenye jeneza. Siku hiyo ikifika, ndugu yangu, utakuwa katika hali gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda, ameleta mashehe mbalimbali, msikiti mzuri, jamvi nzuri, stima ziko ndani, maji yako ndani, kila kitu. Ni wewe tu kuja kuswali dakika 5 dakika 2 basi na kuondoka. Lakini ndugu yangu, naona starehe ni ya maana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampenda mwanadamu kwa sababu mojawapo ya kumpenda mwanadamu, amempa time ya kutubia, time ya kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe unafanya maasi. Angalia mshaka kwambia, aya abdu kam yaraka Allahu asiya, ewe mja, ni mara ngapi unamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali anakuangalia. Mwenyezi Mungu anakuangalia wewe uko maskani umekaa. Mwenyezi Mungu anakuangalia ndugu yangu Muislamu uko klabu wanywa pombe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuangalia uko nyumbani hauna shughuli ya mambo unayofanya. Tambua Mwenyezi Mungu ana uwezo kushusha adhabu ya aina yoyote kwako. Lakini wasaidieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikushushia adhabu, kwa sababu anakupa time ya kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ukiangalia misikiti hakuna watu, ukiangalia sehemu ya kheri hakuna watu, lakini sehemu ya maasi ndio kuna watu wengi. Subhanallah. Sisemi hili kwa sababu pengine mimi ni mgeni eneo hili, lakini hata sehemu napotoka, sehemu yote Mombasa, hili jambo limekithiri sana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamwombea Mwenyezi Mungu aweze kuwabadilisha ndugu zetu walioingia katika janga hili. Kuna janga na kuna ibada inaitwa ibada ya kusaga. Ibada ya kusaga. Ibada ya kusaga sio kusaga mahindi, ni kusaga majani. Na majani haya mnayafahamu. Siwezi sema ni majani gani, sio sukuma wala sio spinach. Ibada hii imekithiri sana mpaka watu wameamua kumsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndugu yangu mpenzi mtukufu wa Kiislamu, kuna ndugu yako sasa hivi anazikwa. Kwa ndugu yako sasa hivi yuko katika sakaratul maut. Kuna ndugu yako sasa hivi yuko hospitalini amewekewa oxygen. Kuna ndugu yako sasa hivi yuko ICU. Wewe umekaa barabarani unakula majani. Hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule amemkosea kitu gani wewe hakuacha? Kuna historia jamaa, tukiangalia historia ya manabii na mitume na kaumu yake, kuna watu waliangamizwa kwa maji. Kuna watu waliangamizwa kwa upepo. Kuna watu waliangamizwa na mambo mengi sana. Hadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juzi tu hapa, ndugu zangu tusisahau, juzi hapa 2019 kuna mheshimiwa anaitwa Corona, tulikuwa naye hapa. Watu walikuwa hawatembei, saa 12 mtu yuko ndani. Corona, watu walikuwa hawasafiri. Corona, watu walikuwa hawasalimiani. Corona, watu walikuwa hawagusani. Corona, watu walikuwa hawaswali misikitini. Corona. Tukumbuke jamani, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tusijisahau, tusione tumefika. Unakaa nyumbani unashindwa kuja msikitini kwa sababu ya starehe. Lakini tambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, la taqnatu min rahmatillah. Time bado kunayo ndugu yangu, usikate tamaa. Ndugu yangu, hujakatazwa kufanya starehe.
kunywa pombe, kula majani, cheza kamari, lakini usiache kuswali, kwa sababu swala ni ile ambayo kama nasema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hakika swala hii unayoswali itakubadilisha ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu. Umeshindwa kuacha kunywa pombe, umeshindwa kuacha kula ugoro, umeshindwa kuacha kula majani, dumu na swala ndugu yangu, utaacha hizo vitu vyote. Hakuna kitu kinambadilisha mwanadamu isipokuwa ni swala. Swala inakubadilisha ndugu yangu. Nina ushahidi na ushuhuda. Kuna ndugu mmoja ambaye kwamba yuko sehemu ya Mombasa Majengo, alikuwa ni mtu wa utumiaji sana wa kitu kinaitwa mogoka. Ugoro ni wa kwake, mogoka ni wa kwake, bangi ni ya kwake, sigara ni ya kwake, shisha ni ya kwake. Lakini mwambia ndugu yangu, tumia vitu vyako vyote hivyo, lakini usiache kuswali. Akisikia adhana, yuatema taksima yake, anaeka kwa karatasi, anaingiza kwa mfuko, anatawadha, anaswali. Swala ikiisha, taksima yake anaitoa, anaingiza mdomoni na kuendelea nayo. Adhana ikiadhiniwa, yuatoa kwenye mfuko, anatoka na hatujakataza watu kutumia, tumieni, lakini usiache swala. Tumia ndugu yangu, kula gunia nzima ukitaka, kula gunia, lakini usiache kuswali. Iko siku wallahi msikitini utaingizwa kwa kwenye jeneza. Utafikiria siku hiyo itakuwa vipi? Mtoto wako analia baba unaingizwa msikitini kwa uswali. Mke wako analia mume wangu unaingizwa msikitini kwa uswali. Wewe swala yako ilikuwa ni mogoka. Ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, wallahi Mwenyezi Mungu anatupenda. Mwenyezi Mungu anatupenda sana. Hebu angalia Mwenyezi Mungu, kuna Indonesia, Malaysia waliletewa mafuriko ya maji, watu waliangamizwa. Mwenyezi Mungu sisi hapa ametuletea kitu kidogo sana, corona. Napenda kutumia mfano wa corona. Na hii yote corona si kwamba ni mzungu wala si ni mchina wala si nani. Mwenyezi Mungu yule ambaye kwamba anasema inna amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Ndugu yangu, unaweza kupigwa risasi hata 200 wewe, lakini Mwenyezi Mungu akisema wewe haufi, hautokufa. Waweza kunywa sumu ya panya wewe kikombe kizima, jagi nzima, sumu ya panya kwa kunywa, lakini Mwenyezi Mungu akwambia wewe haufi, hautokufa. Mwenyezi Mungu mpaka aseme wewe utaondoka, utaondoka. Waweza kupiga mapanga wewe 50 mwili mzima wewe, lakini Mwenyezi Mungu akwambia wewe hautokufa, hautokufa. Corona ni Allah Subhanahu wa Ta'ala alituletea kwa sababu ya maasi nizidi. Juzi tu hapa tuacha corona, kuna mheshimiwa anaitwa maandamano. Mheshimiwa alikuwa anaitwa maandamano, tukumbuke. Kika chini tutasema ni Raila, ni Ruto. Sio Ruto la Raila, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kutupa mitihani, kutukumbusha turudi kwa Allah, turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndugu zangu, mashehe watakuja wengi na kutoa darasa mbalimbali. Media ziko nyingi, TikTok ziko nyingi, WhatsApp, YouTube, Facebook, hii yote kwa darasa mbalimbali ya kubadilisha wewe mwanadamu. Lakini bado tu hauzingatii. Kuna watu kasema Mwenyezi Mungu tunaomba turudishe duniani japokuwa dakika 2 peke yake. Dakika 2 tu. Mwenyezi Mungu atauliza dakika 2 za nini? Watajibu wa Mwenyezi Mungu tunaomba dakika 2 tukaswali, tukatoe zaka, tukatoe sadaka. Dakika 2. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia, ndugu yangu nilikupea miaka 20. Nilikupea miaka 30. Nilikupea miaka 40, ulitumia vipi? Na kuna baadhi ya vijana wasema mimi wakati bado, mimi ni Gen Z, mimi ni youth. Siwezi kufa saa hii. Siwezi kufa saa hii. Tena sababu siwezi kufa saa hii, bado mimi ni youth. Ndugu yangu usidanganye bwana. Kuna mtoto amezaliwa leo, yufariki leo. Kuna mtu anazaliwa sasa hivi yufariki. Kuna mtu anazaliwa ataka wiki moja yufariki. Wewe ni nani mbele ya Allah? Lau kana al-maut tadumu li ahliha
la kana Rasulullah hayyan wa baqiya, laitani umauti ungalikuwa unadumu kwa watu wake, ni nani mtukufu kabisa duniani kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni nani mbora duniani kama Mtume Muhammad? Na Mtume Muhammad yuko wapi? Mtume Muhammad yuko wapi? Kashafariki. Wewe ni nani ubaki? Kwa kuwa basi wewe ni Mwarabu, au kwa kuwa wewe ni Muhindi, kwa kuwa wewe ni Mchina, kwa kuwa wewe ni Mjaluo, au wewe ni Mluya, utakufa shekhe. Utakufa. Utakufa. Narudia tena, utakufa. Unainisikiza? Tambua wewe ni maiti mtarajiwa, wewe ni marehemu mtarajiwa. Yawezekana ongea sasa hivi na kumbe Israeli iko njiani anakufuata. Je, umejiandaa vipi kukutana na Allah? Unafariki sasa hivi, unafariki ukiwa na sigara mkononi. Unafariki sasa hivi, unakuwa unapokaa kwenye mdomo. Unakutana Allah subhanahu wa ta'ala vipi ndugu yangu? Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atupenda sana. Leo wewe unafanya maasi, Mwenyezi Mungu anakuangalia. Lakini Mwenyezi Mungu anakuambia idha akhadhahu lam yuflituhu, atapokushika Mwenyezi Mungu hautomponyoka. Wewe uko nyumbani sasa hivi unamdanganya Fatuma, unamdanganya Mariamu, mambo uko wapi, vipi, unamtext, unamdanganya tu. Mwisho wa siku unaingia kwenye zina, Mwenyezi Mungu anakuangalia. Mwenyezi Mungu amekupa pesa. Pesa hiyo wewe utumie kwa njia ya haki, njia nzuri. Wewe utumia pesa hiyo kujidhuru, Mwenyezi Mungu anakuangalia. Dada yangu mpendwa, Mwenyezi Mungu anakuangalia. Wewe dada yangu Muislamu mzuri, washindwa kuvaa hijabu kwa sababu watakuonekana wewe ni Zuchu. Utakuonekana wewe ni msanii fulani. Utakuonekana wewe ni role model fulani. Wewe ndio dangu Muislamu, unavaa nguo za ajabu ajabu, watakaonekana ni mzuri. Tambua uzuri wako iko siku utakuwa hauna maana, utaitwa marehemu. Mwenyezi Mungu anatupenda ndugu zangu. Msikitini ndio sehemu salama ya kubadilisha maisha yako. Msikitini ndio sehemu salama ya kumaliza madeni yako. Msikitini ndio sehemu salama ya kufanya uwe mwema. Msikitini ni sehemu salama ya kufanya maisha yako kuwa bora na zaidi ya kuwa bora. Kwa sababu msikitini, wa annal masajida lillah, misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msikitini ndio sehemu ambayo kwamba mwanadamu anaweza kubadilika. Lakini wengi tuko tayari kukaa kwenye mabanda ya mipira, tuko tayari kukaa kwenye mabanda yasiyokuwa na maana, tuko tayari kukaa kwenye sehemu za siasa, lakini tusiwe msikitini. Na msikiti ni sehemu salama ndugu yangu. Angalia kisa kimoja maarufu. Mlevi mmoja alikuwa ni mlevi chakari, mlevi sana huyu. Alikuwa yanywa pombe vibaya sana. Lakini mlevi huyu siku moja, wajua pia msikitini tutakiwa pia watu tuzingatie pia sauti. Tunaambiwa sauti nzuri umtoa nyoka pangoni. Huyo mlevi amekaa sehemu ni miaka mirefu sana. Huyu bwana alikuwa ni mtu wa maasi. Alikuwa ni mzinifu, alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mwizi, alikuwa ni kibaka, alikuwa ni mchafu wa kila aina, kila sekta huyu hakuwa hafai. Lakini siku moja amekaa barabarani, yuasikia sauti tamu, sauti nzuri, sauti ya kutoa nyoka pangoni. Sauti nasema nini? Allahu akbar, Allahu akbar. Yuko barabarani. Asa ashhadu an la ilaha illa Allah. Yuko barabarani. Ule mlevi sauti yamchukua. Mwisho wa siku anaenda msikitini akiwa ulevi wake. Akiwa ni mlevi, anafika msikitini, ayotaadha, anaingia msikitini. Yuwaswali. Kwenye kuswali kwake pale, bwana mmoja muumini ameswali naye, yuasikia harufu ile ya pombe imempiga pale. Ule bwana akamgeukia, akampiga kofi.
Kampige jamaa uza vipi huja na mlevi kuingia msikitini. Wakampiga mwisho akamfukuza ule mlevi. Ule mlevi maskini ya Mungu atoka nje, lakini bado hamu yake ni kumswali, hamu yake ni kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mlevi yosali kwa varanda kama msikiti wetu pale nje. Yosali kwa varanda pale, anafuata imamu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, salamu alaykum. Bado yosali mlevi kwa nje peke yake. Swala ilipoisha, lakini yule mlevi bado yuko kwenye sijida, amesujudu pale pale. Watu watoa salamu, watu wa dua, yule mlevi yuko pale pale kwenye sijida. Watu watoka msikitini wanashangaa, huyo swala gani? Tarawih, swala ishaisha, huyu asujudu mpaka sasa hivi vipi? Wamshika yule mlevi kumwamsha, maskini yule mlevi yadondoka chini, ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mlevi kashafariki. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia amemfisha katika hali gani? Katika hali ya kusujudu. Na huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuangalia pombe yake, hakuangalia machafu yake, aliangalia matendo yake, amefia katika hali gani. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, fanya unavyofanya, lakini omba kitu inaitwa husnul khatima, kifo chema, kifo kizuri, ambapo kwamba utakufa leo unakutana Allah Subhanahu wa Ta'ala ila hali ukiwa umetabasamu. Kuna marehemu wengine, maiti nyingine zikifa, wapata maiti yamekufa na smile. Washangaa mtu hajakufa ni, lakini amekufa kitambo, lakini maiti amesmile na kuchekea kabisa. Amesmile. Ni mtu mwema huyu. Lakini kuna wengine wakifa ni kama mpigwa ngumi na shetani. Sura ngumu imekuja, sura hivi kama hii sio kifo kizuri. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatupenda. Na maana atupenda Mwenyezi Mungu, anatuletea vitu vizuri vizuri. Mwanadamu yule ambaye kwamba katika Qur'an tunaambiwa fa ammal insanu idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Mwenyezi Mungu anamnufaisha mwanadamu, Mwenyezi Mungu anampa mwanadamu mali, Mwenyezi Mungu anampa cheo mwanadamu, lakini mwanadamu anasahau kwamba badala ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yajisahau kusema Mwenyezi Mungu amenipenda, Mwenyezi Mungu amenipea, Mwenyezi Mungu ni hivi. Tusisahau ndugu zangu, mali uliyopewa sio ya kwako, nyumba uliyojenga sio nyumba ya kwako. Sheikh mshana kwambia ya man dunia ushtaghal wa gharra tulul amal fa innal maut yahti baghtatan wa qaburu sanduqul amal. Ya man dunia ushtaghal, ewe ambaye kwamba unajishughulisha na dunia, unaenda mbio, uko resi, uko spidi, watafuta dunia. Ya man dunia ushtaghal, wewe unajishughulisha na dunia, wewe dunia unaenda kwako, uko mbio, unasikia adhana una time, unasikia swala una time, unaambiwa fa innal mauti yahti baghtatan, hakika mauti huja ghafla. Mauti huja ghafla ndugu yangu. Yawezekana nazungumza sasa hivi mimi, baada ya sekunde kadhaa ni marehemu, au wewe unanisikiza baada ya dakika kadhaa wewe ni marehemu. Mwenyezi Mungu haangalii ulikuwa msikitini, ulikuwa sikiza mawaidha, Israeli time yako ikifika imefika na unaondoka. Haangalii ulikuwa unaswali, katikati ya swala muda wako kiisha, uweza roho ikakutoka ukaanguka chini. Mwenyezi Mungu angalia kwa sura Qur'an, kwenye Qur'ani hapo umefika aya nusu, bismillahirrahmanirrahim alhamd, hapo roho imekutoka imeenda hivi. Haangalii wewe ulikuwa sura Qur'ani, angalia ulikuwa swali, angalia ulikuwa fani, time ikifika wewe umeenda. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupenda, amekuacha hai, amekupenda, amekupa umri mrefu, amekupenda, amekupa kila kitu. Lakini wewe ni vipi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wallahi, kuwa na watoto ni kheri, na pia kuwa watoto ni shari. Kupata mali pia ni kheri, na kukosa pia ni shari, ni pia ni kheri pia. Kwa hiyo usione tu kupata ni kheri peke yake. Ndugu yangu,
Kukosa pia sema alhamdulillah. Kukosa pia sema alhamdulillah. Kwa sababu wanasema kwamba Mwenyezi Mungu amenichukia, Mwenyezi Mungu ni hivi, Mwenyezi Mungu ni hivi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajua sababu gani. Kisa kimoja maarufu, jamaa huyu alikuwa hana kidole kimoja. Alikuwa hana kidole kimoja. Yatembea. Lakini baada maisha yake yote alikuwa hana kidole, lakini yanungunika sana. Mwenyezi Mungu amenichukia, mimi sina kidole, wenzangu na kidole. Mwenyezi Mungu hivi, yani kidole, yeye ana kidole kimoja. Na kuna mwingine sikio lake lilikuwa moja kubwa ingine ndogo. Sikio moja lilikuwa kubwa ingine ndogo. Lakini kuna watu bila sawa wanamtukana. Wao wanamuita kisikio. Anajinaga anambia kisikio, masikio, ndio wao wanakasirika sana. Mimi sio kisikio bwana, mimi si masikio. Naitwa Musa bwana. Akisema masikio, ndio anasikia hasira sana. Sasa siku moja angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu alikuwa na masikio ndogo. Maskini siku moja ya majambazi wakaingia. Angalia Mwenyezi Mungu sasa alivyokuwa na hikma. Ukiona wewe Mwenyezi Mungu anakupa upungufu, amekupa kasoro, sema alhamdulillah. Hiyo kasoro yako, hiyo upungufu wako Mwenyezi Mungu ana sababu. Huyu bwana siku moja majambazi wakaingia nyumbani kwao. Kuingia nyumbani kwao, yule bwana alikuwa amelala. Majambazi walipoingia pale walipoamka, kwa majambazi walifuata masikio tayari hivi. Akasema huyu mtu sio kawaida. Walikuwa tayari washatoa panga. Wataka kufanya uhalifu. Yule alikuwa amelala. Alivyoamka tu tayari akaondoa kichwa hivyo. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu alivyokuwa na hikma. Wale majambazi walipoona ule mtoto siku moja ndogo kile kubwa, wakasema au sio kawaida. Inawezekana huyu ni jambazi, inawezekana huyu ni jini. Sasa yule majambazi walipoona vile wao wakakimbia mbio wote. Lakini kuna mmoja akasema huyu ndio kawaida. Wakamchukua yule. Kumchukua Mwenyezi Mungu angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule mmoja akaona huyu azingia, akamchukua, akamtia kwenye gari wakaondoka naye. Katika kuondoka naye kwa tajiri wao, tajiri anashangaa kwenye gunia kijana anafanya hivi ndani ya gunia. Kitu gani hii? Yafika tajiri yafungua gunia. Jamaa ananyanyua kichwa hivi. Tajiri anakuta sikio ile kubwa linaanza kutoka kwanza. Akifungua ile la pili, tajiri karuka mbio nyuma. Nimeletea tajiri huyu, mtoeni hapa. Mtoeni hapa, wala wakafukuzwa wote kazi. Lakini hata kwa sababu gani? Ya masikio yake imemnusuru, angekufa. Lakini wale ambao walikuwa wanamcheka, walikuwa wanamcheka masikio, majambazi waliingia kwao, wakachukua TV, wakachukua kila kitu wakaondoka nayo wote. Kwa sababu gani? Walikuwa vizuri. Lakini kasoro yake aliona sikio moja ndogo, akasema huyu sio kawaida. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hikma. Ana busara kufanya uwepo pungufu. Ukiona hauna mguu, Mwenyezi Mungu ana mguu, sema alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ana sababu yake. Ukiona ni kipofu mwenzako yuaona, sema alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ana sababu yake. Usimkosoe Mwenyezi Mungu. Kuna baadhi ya wanaume wana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba vizuri, lakini wao wanakumkosoa Mwenyezi Mungu. Wanachukua mpaka dawa wanaweka katika nywele. Kuna wengine wanachukua dawa hizi chemicals. Mtu ni Mluya, mtu ni Mwafrika, lakini hata kujifanya Muhindi. Wanachukua dawa zile anaanza kupaka kichwa. Kuna wengine wanachukua mafuta mpaka makali. Cream wanajichubua ili afanye nini? Awe mzuri, awe mweupe. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angalia anapomfedhesha. Ukimkosoa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa mtihani. Bwana mmoja amechukua mafuta haya cream kujipaka kuwa mweupe. Amejipaka mafuta vizuri, lakini cha ajabu huyu bwana Mwenyezi Mungu kumwangaza amekuwa mweupe kote kasoro miguu tu. Mwenyezi Mungu kwa ajabu amekuwa mweupe sawa, uso, shingo, mikono, mwili. Lakini sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwangaza miguu yake bado ilikataa kabisa. Sasa bwana alikuwa anavaa socks kama mimi. Sasa siku moja mtoto wake alikuwa bado hajui kama huyu babake ana 2 in 1. Yeye anavaa socks masaa 24. Sasa siku moja mtoto alibeba mtoto wake. Mtoto bahati mbaya alipokuwa amekaa chini hivyo kumbe kuvaa socks.
Mtoto sasa yeye aliona mguu unacheza pale na baga shazoni mweupe. Toka chukule kibungo cha chapati. Kapiga yule mguu. Akajua ile mdudu. Hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuonyesha mtihani. Mwenyezi Mungu akikuumba wewe ni chongo, sema alhamdulillah. Hauna miguu, sema alhamdulillah, ni khairi Mwenyezi Mungu kukupa wewe. Lakini wengi tunajisahau. Tunajua duniani tumeletwa sisi hapa kuishi milele. Ili hali tutaondoka ndugu zangu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupa bishara kwamba katika Qur'ani kwamba innal muttaqina mafaza. Hakika wale waliokuwa na imani wamefaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe duniani hapa wewe ulikuwa hauna gari ndugu yangu, ulikuwa wewe hapo ni maskini, lakini ulikuwa ni muumini, tambua basi Mwenyezi Mungu amekokea gari yako akhira. Ulikuwa hauna nyumba duniani na ulikuwa ni muumini, tambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekokea nyumba yako akhira. Ulikuwa duniani hauna heshima, tambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala heshima yako ameweka mbele ya malaika. Kwa ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, tujitahidi sana kufanya mema. Tujitahidi sana kufanya kheri kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maisha haya ni mafupi sana. Maisha haya ni mafupi. Sasa hivi kupata mwanadamu anaishi ana miaka 70. Sasa hivi miaka yetu hizi karne hii kupata mtu yuko miaka 70 80 ngumu. Ikizidi sana ni 60. Tukipewa tena bonus hapo ofa cha 65 hapo. Ukivuka hapo wewe ni marehemu. Tutajiandaa vipi kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu atujalie na wenye kusikia na kuyafuata. Na sijui mnadhini saa ngapi hapa Sheikh? Saa 2 mashaallah. Salaam. Tujitahidi sana kufanya mema kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea mambo mazuri na vitu vizuri siku ya kiyama. Kwa hiyo wewe ukiwa nyumbani, ukiwa na mwenzako sio mema, muhimize kwa uzuri, mwambie Sheikh tuswali, Sheikh tufanye hivi na hivi. Kuna baadhi ya watu da'wa sio kupigana mtu. Wewe basi una imani, wewe kama una imani yako si kutoka wapi, unaambia mwenzako twende kwa swali, anakataa kuswali, wewe chukua mawe. Tunataka kumpiga. Twende kwa swali wewe, tunataka kumpiga mawe. Uislamu sio hivyo. Uislamu ni kuhusiana kwa mambo ya kheri, tena kwa utaratibu, kwa adabu. Sio kwamba wewe basi una imani sana, hapana. Na tujitahidi sana kufanya mema kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kullu man 'alayha fan. Kila mmoja ataondoka. Kila mmoja ataondoka. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Atabaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituka peke yake. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu unanisikia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupenda, ndio maana yake mpaka sasa hivi tuko hai. Mwenyezi Mungu anatupenda ndio maana mpaka sasa hivi tunaonana mimi na wewe hapa kwa hapa. Mwenyezi Mungu anatupenda kwa sababu mpaka sasa hivi nchi yetu hii ina amani. Ukiangalia nchi za wenzetu Palestina, ukiangalia nchi za wenzetu wengine kuna vita, Somalia, sijui wapi, Sudan, sijui wapi huko, vita kila kukicha. Watu wanaishi kwa wasiwasi. Lakini sisi tunaishi kwa amani. Leo wenzetu Kisumu hapa, ukienda Nairobi bila wasiwasi. Ukitoka Nairobi ukienda Mombasa bila wasiwasi. Hakuna bughudha aina yoyote. Hii yote ni huruma na mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo unaweza kulala vizuri bila wasiwasi, ni upendo na huruma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii yote Mwenyezi Mungu anataka nini kwetu isipokuwa ni ibada, ni swala. Waislamu na wasiokuwa Waislamu tumetofautiana swala peke yake. Swala na mambo mengine mingi tu, lakini swala ndio kitu cha muhimu zaidi. Na hii swala ambayo unaiona wewe unataka kuswali sasa hivi ni swala ambayo kwamba wewe kama maisha yako ni magumu, una madeni, hauelewi mambo yana vibaya, dumu na swala. Wewe kama wewe hapo watumia uraibu lakini umeshinda kuacha. Kuna bwana mmoja alinifuata, Sheikh, mimi hapa nataka niache sana hii kitu mogokaa, lakini nimeshindwa bwana bro. Nimeshindwa. Sio unanisaidia aje? Nikamwambia ndugu yangu endelea kula bwana. Tena siku kikosa wewe njoo ndakununulia. Sheikh anambia ukikosa wewe njoo ndakununulia. Kweli nikamwambia kweli. Kwanza anza na hii 100 kwanza kwa jumla. Yeye akafikiria na huyu Sheikh naye vipi bwana? Mimi nimekuja kwake, nikamwambia sikiza, mimi nunua kula, lakini promise kitu kimoja. Ukikosa ndakununulia. Lakini promise kitu kimoja, usiache kuswali. Utaacha hiyo kitu. Kweli nikamwambia kweli Sheikh. Wewe kula kwanza leo chukua azimia, anzia na 100 kwanza leo. Sheikh hata utani. Anambia shika hii hapa nimekupa. Huyu bwana akaendelea kutumia, lakini mwisho wa siku
Yeye mwenyewe alikuwa atumia kila Friday atumia. Mara akaona mara Friday moja imevuka hajatumia. Mara Friday kama wiki mbili hakutumia. Mara siku ngapi hakutumia. Baada ya siku kwa sababu gani? Kwa sababu swala, inna salata tanha al-fahsha'i wal munkar. Swala hii itakukataza na maovu. Kwa sababu swala haiambatani kabisa na maovu. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, unaposikia wakati wa swala na kuadhiniwa na wewe uko nyumbani, njoo msikitini kuswali. Na swala ya mwanamume ina daraja kubwa ukiswali msikitini. Swala ya mwanamume ina daraja kubwa ukiswali msikitini. Lakini swala ya mwanamke ina daraja kubwa ukiswali nyumbani. Kwa hiyo tujitahidi sana kukaa msikitini. Kama wallahi wewe hapo unaona mtoto wako hasikii, apiti mitihani, swali. Wewe ni mwanafunzi, ni mtihani, wewe unashaka kuelewa masomo shuleni, swali kwa wingi. Ukisikia adhana, kuja msikitini kwa wakati, swali. Wallahi swala itakubadilisha na itakuondoa katika machafu. Lakini tukiacha swala, tutabaki kwenye machafu na Mwenyezi Mungu atatoka katika machafu mpaka siku ya Kiyama. Kwa ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, nafikiri mpaka hapo Mwenyezi Mungu atujalie wenye kusikia na kuyafuata. Isipokuwa ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, sisi ni wageni wenu hapa. Tumetoka eneo la Busia kuja hapa Manyata Arab Kisumu, lengo ni da'wa. Na kama katika mazungumzo itakuwa nimeteleza katika mazungumzo, kuzungumza pengine nikamkwaza mtu, nikamkasirisha mtu, hii yote ulimi hauna mfupa, na mimi ni mwanadamu, hakuna asiyekamilika. Na pia nazungumza sio shekhe wala sio ustadhi, ni mwanafunzi mdogo sana. Na hiyo naomba ndugu zangu tukufu wa Kiislamu na inasikia, na wale ambao kwamba wako katika TV yetu Zamyl TV Nuru wa Imani, na kama bado hujaweza kuingia katika ukurasa huu wa Zamyl TV Nuru wa Imani, tunakuomba uweze kuingia, usubscribe pamoja na kushare, ili wengine waweze kupata mawaidha kama haya, kwa sababu leo ukachukua clip kama hii ukamtumia mwenzako na mwenzako kasikie na kafaidika, basi wapata thawabu, kuliko leo uchukue clip ya muziki ya Diamond udance alafu mtumie mwenzako aangalie, utakuwa mpata madhambi na ipeta kwa mpata madhambi. Tuhimizaneni katika khairi, tufanyeni khairi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulipa mazuri. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma in kana rizquna fi samai fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana ba'idan fakarribhu wa in kana kalila fakathiruhu. Mwenyezi Mungu tunakuomba wale wazee wetu wote wenye maradhi, wenye shida mbalimbali, Mwenyezi Mungu atatue shida zao, na wale wanafunzi wanaosoma Mwenyezi Mungu awape ufahamu mzuri, na Mwenyezi Mungu awazidishie ilmu, na wale ndugu zetu wako barazani wamekaa nje, Mwenyezi Mungu awasaidia waongoe katika njia njema, na wale dada zetu ambao kwa watusikia, Mwenyezi Mungu awatie katika siratal mustaqim, na wale wazee wetu wote ambao kwa wapata mambo ya khairi, Mwenyezi Mungu awadumishe katika khairi, na wale vijana ambao kwa watafuta kazi na hawajapata kazi, Mwenyezi Mungu afanye sahala wapate kazi. Mwenyezi Mungu atie nuru sehemu hii ya Manyata Arab, na Mwenyezi Mungu atie nuru katika sehemu ya Manyata Arab. Mwenyezi Mungu atie baraka, Mwenyezi Mungu afungue riziki bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.